Shukran sana mwenzangu Rashid Mwamkondo upande wa pili wa KBC Radio Taifa, na vile vile asante wenzangu upande wa KBC Channel 1 televisheni yako nambari 1 hapa nchini Kenya. Msikilizaji na mtazamaji, karibu kwenye Gumzo Pevu awamu ya Jumanne, na ilivyo ada unajua vile tunafanya mambo, inakuwa ni ushirikiano mkubwa kati ya Radio Taifa na vile vile KBC Channel 1, na tunakaribisha uwe sehemu ya mazungumzo haya, ukaweze kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii asubuhi ya leo KBC Channel 1, vile vile KBC Radio Taifa sauti ya Mkenya, na pia unaweza ukanifuata kupitia @doramanya @Radio Taifa FM @Mwamkondo #Zinga, wakati ambapo tunaanza mjadala wetu wa asubuhi ya leo. Mtazamaji na msikilizaji, wiki iliyopita Nairobi ilikuwa na shughuli nyingi za kisiasa na kimaendeleo, huku Rais Daktari William Ruto akizindua miradi mingi katika kaunti ya Nairobi. Wananchi walijitokeza kwa wingi kushuhudia ziara hiyo ya maendeleo ya Rais Daktari William Ruto, na mojawapo ya miradi mikubwa ni hospitali ya Mutuini inayoratibiwa kukamilika ifikapo Agosti mwaka huu. Hospitali hii inatarajiwa kusaidia kupunguza msongamano kwa hospitali kuu za rufaa hapa nchini Kenya. Na mradi mwingine mkubwa uliozinduliwa wakati wa ziara hiyo ulikuwa mfumo wa maji taka, na mpango huu unalenga kukarabati kilomita 260 za njia za maji taka katika maeneo kama vile Umoja, Kayole na Donholm. Lakini kabla ya ziara ya rais katika jiji la Nairobi, rais aliweza kuzuru maeneo mbalimbali hapa nchini kama vile eneo la magharibi mwa Kenya, pwani na hata kaskazini mashariki kwa ziara zake za maendeleo. Na mtazamaji, katika ziara hizi rais amekuwa akishirikiana na wafuasi na viongozi wa mrengo unaoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Baada ya kukosa pia kupata nafasi ya wenyekiti wa AUC, Rais William Ruto na Raila Odinga wameonekana kufanya siasa zinazolingana ama kuzungumza kwa lugha moja. Mtazamaji na msikilizaji, viongozi hao wawili tayari wametia sahihi mkataba wa kuwa serikali ama kufanya kazi kwa pamoja, ile tunaita cooperation deal. Kuna viongozi wa ODM kwa mfano ambao tayari ni mawaziri. Je, muungano huu wa kisiasa utaendelea kuleta maendeleo katika njia mbalimbali hapa nchini? Na hii leo tunao wageni wawili studioni kutusaidia kuchanganua swala hili la serikali jumuishi na maendeleo hapa nchini Kenya. Kwa hivyo nakukaribisha ukaandamane pamoja nasi. Tayari ambaye amewasili ni aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha walimu nchini NAT, Bwana Wilson Sossion, na vile vile aliwahi kuwa pia mbunge mteule. Karibu sana Bwana Sossion katika studio zetu. Asante sana. Na vile vile tunamtaraji mbunge Makali Mulu ambaye pia ni mbunge kutoka eneo bunge la Kitui Central. Katika muda usiokuwa mrefu pia tunatarajia kwamba atafika katika studio zetu, lakini tutaweza kuendelea. Mimi naitwa Dora Manya. Bwana Sossion, karibu na asante kuweza kufika kwa muda ambao unafaa. Asante sana Dora, na asante sana wasikilizaji wote popote mlipo katika Jamhuri, pia na watazamaji wa Channel 1 KBC. Siku zote nakujua kisha kunywa kahawa mambo yako sawa. Tunaweza fanya show sasa. Sasa niko imara, niko tayari. Shukrani sana. Tuanze safari. Yes. Karibu. Na tuanze mara moja kuhusiana na ziara za Rais Daktari William Ruto ambazo zimekuwa maeneo mbalimbali za hapa nchini, lakini hivi punde ni ziara ambayo imekamilika juma lililopita ama weekend iliyopita katika kaunti ya Nairobi. Ziara ambayo ametaja kuwa ya maendeleo. Tumeona miradi mbalimbali ikizinduliwa. Unaweza kusema vipi kuhusiana na ziara hizi? Ni za kimaendeleo na kazi ama ni ziara za kisiasa? Ziara za rais katika sehemu tofauti za Jamhuri ni iko ndani ya mipangilio ya manifesto ya Kenya Kwanza administration. Mnajua kwanza, kwa mara ya kwanza katika siasa za Kenya, manifesto ya Kenya Kwanza ambayo inaitwa The Plan haikuandikwa kwa boardroom. Rais mwenyewe aliongoza mgongamano katika kaunti zetu 47 katika Jamhuri ya Kenya, na hakusimama hapo. Rais mwenyewe aliweka sahihi economic charters ya all the 47 counties, na hiyo economic charters inaonyesha mipangilio ya kiuchumi, kimaendeleo na mambo mengi ya kila kaunti. Na rais baada ya kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, inambidi ahakikishe kwamba
yale charters imekuwa implemented, na Kenya Kwanza administration manifesto pia imekuwa implemented. Mnajua kuna 5 major pillars katika manifesto ya Kenya Kwanza: pila ya kilimo, pila ya micro small medium enterprise, biashara ndogo ndogo, ndio unaona market sasa zinachengwa mahali nzuri ya kufanya biashara, economic zones katika kila county, pila ya ICT infrastructure, sababu biashara ama kazi zote ambazo zinaweza fanyika katika space ya uchumi yetu inaendeshwa katika njia za mitandao, na hiyo ndio investment program kubwa katika pila ya 3. Na pila ya 4 ni ile ya housing, na katika sehemu zote za jamhuri kuna mipangilio, kuna projects za housing ambazo zinaendelea. Na pila ya 5 ni ile ya universal health coverage. Kwa hivyo hii ni kasi kubwa, na rais mwenyewe aliweka kidole yake, sio mwingine aliweka sahihi, yeye mwenyewe aliweka sahihi economic charters ya 47 kwa 47 counties. Kwa hivyo itabidi kwamba kama kuna uwezekano rais mwenyewe aongoze, atembelee kila county na hakikishe kwamba yale mambo ambayo walikubaliana katika gongamano na wananchi wa kila county ya maendeleo imetekelezwa. Hawezi kukaa State House na kutarajia kwamba mambo itafanyika. Unajua, kwa katika ile inaitwa modern political organizing, na katika demokrasia yetu where the people have the power, if the people have the power, then meet the people where they are, na mupange, mshughulikie, wananchi waone yale mambo unayashughulikia. Kwa mfano Nairobi, rais mwenyewe alitenga siku 5 fululizo ya kutembelea constituencies by constituencies. Na tumeona pia katika counties zingine ambazo alitembelea pia na kushughulikia yale mipangilio ya maendeleo ya mji wa Nairobi. Umeona hiyo mambo ya barabara ya kutoa takataka, kureclaim rivers, kuangalia mambo ya markets, kuangalia mambo ya health facilities, kufungua mashule mingi zaidi, kushughulikia feeding programs, na kutengeneza city ya Nairobi kuwa city ambayo inafaa watu wakae, na pia inakuwa na mipangilio ya sawasawa. Kwa hivyo rais, hatujawahi pata rais ambaye ako na nguvu, ako na mipangilio, ako na roho kamili ya kushughulikia mambo ifanyike. Na nasema hivyo kama trade unionist. Sawa, shikilia pale bwana Sission. Social and economic rights. Lazima tuwe na kiongozi ya kushughulikia hayo mahitaji kikamilifu, na hawe na wakati ya kutembelea wananchi na kugongamana pia na kuongea na wananchi. Kwa hivyo mimi nionavyo kama mtetezi ya haki ya wengi ya wafanyikazi ama social justice advocate, yale mambo rais anafanya ni kushughulikia haki ya watu na kutekeleza yale ambayo aliahidi kwa kuenda kwa wananchi. Lakini pia utakubaliana nami katika hizi ziara, miradi mbalimbali ndio imezinduliwa, lakini pia siasa zimepigwa, mwaka 2027 ikiwa inatajwa. Na basi wapo wadadisi ambao wamekuwa kusema kwa nini rais awe katika ziara kila mahali akipiga siasa badala labda kuwa katika ikulu akifanyia Wakenya kazi? Ni wapi rais anafaa kuwa kufanya kazi? Wale wanaweka fitina kusema rais afai kutembea, anafaa kubaki State House. Tumeona ni hao wazembe wale pia wanaongea mambo ya 2027, akili zao ziko 2027, na hawezi kutembea popote katika jamhuri. Tunaona tu kwa press conferences, ama Jumapili unaona wametokelezea kwa kanisa, na hao ni wazembe. Na rais ako na uhuru, sababu yeye ameabishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na alichaguliwa na akapewa kazi ya kufanya. Hatuna rais wawili katika jamhuri, tuko na rais moja,
na ako na muda ya miaka 5 ya kufanya kazi, ikiwa anatembea na kufanya kazi na wananchi, na hiyo kazi anafanya kila mahali katika jamhuri. Na rais mwenyewe amesema tunataka kuunganisha nchi, kuleta wote, na ametengeneza mambo ya broad based government na kuleta hata wale walikuwa upinzani, na ametia sahihi mkataba na rais na Raila Odinga, na hiyo framework ni kwamba imeleta political stability ile inaweza kuruhusu kazi ifanyike. Ikiwa kazi ya rais itapendeza wananchi wa Kenya na matunda yataonekana, na matunda tayari ishaonekana, bila shaka wa Kenya watampatia nafasi yake ya pili na ya mwisho. Na ikiwa Wakenya watampatia nafasi yake ya pili na ya mwisho, isikuwe ugonjwa kwa wale ambao ni wazembe. Watu waelewe kwamba rais amechaguliwa kisiasa and is a political leader of the Republic of Kenya, na ako na uhuru kutembea. Hao wengine pia wako na uhuru kutembea. Kuna mtu amezuiliwa. Bwana Sosion, rais ana haki ya kutembea mahali popote katika taifa la Kenya, ndio. Na pia rais ana baraza la mawaziri, kila waziri pia anajua wizara na kazi ambayo anafaa kutekeleza. Wakati mwingine labda mwananchi atauliza, mbona isiwe kwamba miradi mingine hii waziri asitumwe kuitekeleza, rais lazima pale mwenyewe ndo kazi ifanyike? Ikiwa rais mwenyewe ndio overall director ya development programs ya nchi, yeye ndio overall director ya development programs ya nchi. Yeye sio clerical officer katika maofisi za serikali, yeye sio PS ya kushughulikia mambo ya programs katika wizara ya serikali. Kwa hivyo ako na jukumu ya kusupervise na kuhakikisha kwamba yale mipangilio na watu wake katika serikali wanafanya kazi, kuanzia waziri, makatibu na wale wote wanafanya kazi. Kwa mfano, akitembelea shule na kuzindua mradi ya mijengo ya madarasa, tumeona kazi nzuri ambayo imefanyika. Hiyo akiwa huko, kutakuwa na waziri wa elimu, kutakuwa na katibu wa elimu, kutakuwa na hao wote waki-account yale vile mambo yote yamefanyika, sababu lazima tuwe njuwazi ya uwajibikaji kikasi. We are a democratic country and we must be accountable to the people of Kenya. Kwa hivyo rais anasaidia wananchi wa Kenya kuhakikisha kwamba wale ambao wamepewa jukumu kuendesha kazi ya serikali are accountable. Na ile kazi imepangiliwa kufanya inafanyika. Kwa hivyo mahali rais amepitia akifanya safari, akishazindua, akishatembelea project yote. Kwa hivyo hiyo ndio njia yeye mwenyewe anafanya ile inaitwa supervision ya program na kupangilia uongozi na wananchi na kuunganisha wananchi na wafanyikazi wa serikali wale wanatekeleza hiyo miradi. Ndio basi wananchi wenyewe wakuwe na nguvu zaidi ya kushughulikia pia na wawe na maoni katika mambo ya maendeleo. Hatuwezi fanya maendeleo kwa njia ya kisiri ndani ya maofisi ya serikali. Lazima tulete wazi kwa umma, na katika katiba kipengele 10 ya values of principles of governance and national values ni kwamba lazima kuwe na public participation. Public participation ni forums rais mwenyewe anatembea akiongea na wananchi na akiangalia na kusindua miradi. Kwa hivyo namshikilia pale tu rais ndio huyu ndio rais wa kwanza ya kuhakikisha kwamba tunaleta mambo ya maendeleo, mipangilio ya serikali karibu na mwananchi na kuelimisha wananchi pia. Naam, asante Bwana Sosiona. Mtazamaji na msikilizaji, Bwana Sosiona akisha kunywa kahawa nyeusi anaweza kazungumza na akazungumza sana. Na inakubalika. Tayari umeshataja masuala ya beta agenda, bottom up transformation agenda ambayo ni pila kubwa sana ya serikali ya Kenya Kwanza. Na kumbuka pia tunazungumzia miaka 2.5
tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua hatamu za uongozi, na tumetaja masuala ya kidijitali, masuala ya nyumba, afya ambayo tayari changamoto bado zipo 2-3, na mambo mengine ya biashara ndogo ndogo na hata kilimo. Kwa tathmini yako Bwana Sosion, miaka 2.5 ya utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, unapatia alama ngapi out of 10? Nampatia rais, na ujue mimi ni mwalimu na pia mimi ni mpiganiaji haki. Sijawahi ona katika siasa ya Kiafrika bottom up economic model ambayo inashughulikia kuzawazisha society yetu kuwa na ile economic equity kama hii rais mwenyewe alitenga. Kwa hivyo naweza kumpatia rais wa nchi na Kenya Kwanza administration 8 out of 10 mimi kama mwalimu. Sababu hizi pillars kuhakikisha kwamba imetekelezwa sio kazi rahisi. Kwanza tuende kilimo, kuteremsha bei ya fertilizers kutoka shilingi 7,000 chini mpaka 2,500, na pia kuweka mipangilio yote vizuri ya kilimo, kuhakikisha kwamba kuna uzalishaji ya kutosha ya chakula. Sio kazi rahisi, haiwezi fanyika katika serikali zote katika Kiafrika. Mpaka kwa sasa tuko na miwa ya kutosha na tunaweza kujitosheleza kwa mambo ya sukari, na tuliona kwamba wakati wa Moi tuliweza kuagiza sukari kutoka nje, wakati wa Kibaki tuliagiza sukari kutoka nje, wakati wa Uhuru Kenyatta tuliagiza sukari kutoka nje. But in 2.5 years ndani ya serikali ya William Ruto tuko na sukari ya kutosha, na pia leseni ya kuagiza sukari kutoka nje hiyo imeondolewa. Kwa hivyo wananchi ambao ni wakulima wa miwa kwa sasa wanaona faida, wakipeleka miwa Jumatatu kwa factory kufikia Friday wamelipa. Mimi kama kiongozi wa wafanyikazi nikiona hayo maendeleo, hayo achievements within 2 years, kama tunaweza kuachieve within 2 years, inamaanisha kwamba mengi yanaweza kufanyika, na bila shaka, bila kuangalia mirengo ya siasa, na tuangalie maslahi ya nchi. Unapatia alama 8 na tunasema kwamba tuendelee kupiga maendeleo hatua zaidi kwa minajili ya Wakenya. Kwa hivyo inafaa sisi wote bila kuangalia kura ya 2027 ambao wengine wanaangalia na wamezembea wakikaa ndani ya nyumba zao bila mipango, bila kuangalia 2027. Tuangalie sasa mahitaji ya Wakenya, yale pillars ambao rais anashughulikia, tuweze kusaidia. 8 out of 10. Asante Bwana Wilson Sosion, aliyekuwa katibu mkuu wa NAT na vile vile alikuwa mbunge mteule. Nilikwambia kisha kunywa kahawa atazungumza na atazungumza zaidi. Mgeni wetu wa pili ameshawasili katika studio zetu, mbunge wa Kitui ya Kati kupenda Kitui Central, Mheshimiwa Daktari Makali Mulu. Karibu katika studio zetu. Asante sana. Samahani nimechelewa kidogo. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba nimefika. Asante. Na asante kwa kuleta hii rafiki yangu mwenye nasikia akidanganya wa Kenya. Naam. Mbona unasema anadanganya wa Kenya? Nilikuwa nimemuuliza tu swali kwamba tuliza Bwana Sosion. Tumekuwa na yeye anajua yeye ndio muongo. Haya basi tutajua nani msema kweli. Kwa sababu anacheza kadi zingine. Naam. Haya, mpe nafasi basi azungumze. Karibu Bwana Mulu katika studio zetu, na umepata tukizungumzia tu kwa ufupi zaidi miaka 2.5 ya serikali ya Kenya Kwanza. Out of 10 utaipatia serikali hii alama ngapi mheshimiwa? Wacha kwanza niseme serikali inakuanga na miaka 5 ya kufanya kazi. Na kwa hali sisi mimi si mwalimu. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya development. Na kwa kimombo tunasemanga monitoring and evaluation specialist. Najua huyo ni mwalimu. Kwa hivyo anapopeana 8 sijui ameitoa wapi. Wacha sasa mimi nikueleze vile nitawapea. Kuna kitu amesahau angesema. Labda akiongeza ataenda 9 over 10. Mambo ya uajiri wa walimu wamefanya vizuri. Lakini mimi nitawapea 3 out of 10. 3 out of 10. Kwa nini? 30%. These are the reasons. Ukiangalia walipochukua serikali,
kuna mambo kadhaa waliahidi wa Kenya. Jambo la kwanza, kwa upande wa Hustler Fund, walikuwa wamesema Hustler wataweka pesa mfukoni kupitia kwa Hustler Fund. Hiyo uliza Mkenya yeyote kama pesa iko kwa mfuko, atakwambia kuna. Wiki mbili zilizopita, PS mwenye anasimamia hiyo upande wa Hustler Fund alisema 8 billion hawezi wakachukua, Wakenya wamepotea nayo. Jambo la pili, walisema watakopa, watamaliza mambo ya public debt. Wamekopa ama hawajakopa? Wamekopa kuliko hata the first government. Ukikombea ile miaka miwili wamekaa kwa serikali, wamekopa pesa nyingi kuliko ile ilikopwa na Moi, Uhuru, Kibaki. If you do proportionately. Walisema watatengeneza elimu yetu, mambo ya masomo. Saa hii CBC iko kwa shimo, masomo ya university iko kwa shimo. Kwa hivyo hata upande huo hakuna kitu wamefanya. Walisema watatengenezea mambo ya health ili tupate matibabu free na inayofaa. Siku hizi Wakenya wanakufa kwa nyumba, hawezi wakatibiwa. Ukienda SHA imeanguka. Hapo tuko pamoja. Nakusikiza. Kwa hivyo kama lakini utasemaje SHA imeanguka wakati ambapo wapo Wakenya ambao tayari wanafaidi kutokana na mfumo wa SHA? Unajua vile tunasema na hivi, ile SHA ina sehemu kama 4. Ndio. Sehemu ya kwanza ni ile ya dispensary pale ambayo ni free. Serikali inatakiwa iwe imepea Wakenya free service. Hiyo hakuna kitu inaendelea, dispensary hawana dawa. Ya pili ni ile inaitwa ile ya SHIF sasa, Social Health Fund. Ile ukienda level kuanzia level 4, 5 and 6 unalipa. Hiyo ndio sisi tunataka ile pesa tunakatwa. Ile ya tatu ilikuwa ni ile emergency. Ile SHA inafanya tu ni ile emergency. Ndio nasikia mtu akisema nilikuwa na bili ya 500 na nimelipiwa. Lakini Wakenya wengi wako sehemu ya emergency. Wako sehemu ya hii matibabu ya kawaida. Unatembea hospitali, unatibiwa, unaenda nyumbani. Tunapokutana na wao kule mashinani, utakuta kwamba wanalia. Na sisi tunasema ni wanalia. Ile nyingine tungependa tuangalie. Ukiangalia ile manifesto ya Kenya Kwanza, walikuwa wamesema yale mambo watafanyia Wakenya. Na kama mwalimu angependa kusaidia Wakenya, angekuwa anasema hii ndio tunazitanga performance indicators. Angesema hii ndio tulikuwa tumesema tutafanyia Wakenya, miaka 2 iliyopita na nusu tumefika mahali wapi, ndio tuseme 8/10. Mimi hiyo nimefanya. There are about 230 indicators, performance indicators. Ukianza kutik ile amesema hata ifiki 5. Kwa hivyo hata hiyo 30% I'm very very generous. Kama vile mtoto anaanguka mtihani unasema ili ni encourage mtoto aendelee vizuri, wacha nimuongezee kidogo aone amefanya vizuri. Nataka nichukue tu kidogo kutoka kwako kabla nilete bwana Susioni, na ukasema kwamba mambo mengi yaendi vizuri. Unatumia mfano wa SHA kwa mfano. Wewe ni mbunge. Mojawazo ya kazi ya mbunge ni kumwakilisha yule ambaye mtu ambaye anatoka katika eneo bunge lake kama mwananchi, pamoja na kutunga sheria na labda kujaribu kutafuta msaada ama tunaweza kusema labda mawaidha mbadala hata kama ni kwa rais, kuona kwamba kama kitu akifanya kazi vizuri basi mnaweza kusaidia kuhakikisha kwamba kinafanya vizuri ili kuwafaidi wananchi. Labda wewe kama mbunge, kipi ambacho unaweza kusema ama pamoja na wabunge wenzako mmefanya labda kuzungumza na serikali kusema SHA hapa kuna matatizo, lakini tunaona 1, 2, 3 ili wananchi ambao tunawakilisha wakaweze kufaidi? Tumefanya mambo kadhaa. Kwanza tumetunga sheria. Sisi kama wabunge tulipitisha sheria ya vile mambo ya matibabu itafanywa. Tukadunga sheria kama vile nimekuelezea, Primary Health Care Act. Tukadunga hiyo ya Critical Health Care Act. Tukadunga nyingine Digitization Act ya kuonyesha vile technology itakaa. Kwa hivyo sheria tuko nayo tumetengeneza. Upande wa utekelezaji, what we call implementation, ndio tuko na shida. Na kawaida utekelezaji unakuanga ni upande wa serikali. Ni serikali ya Kenya Kwanza kulingana na katiba ina mamlaka ya kutekeleza, sio sisi kama wabunge. Na tumesema, uliona juzi tulikuwa bungeni, tulikuwa pale Naivasha kikao cha bunge, na wabunge wakaweza kuleta maswala nyingi sana, maswali
mengi sana juu ya vile SHA inafanya, na wabunge wakasema hii SHA tuiondoe, turudishe NHIF. Na kamati yetu ya mbunge imeleta report kwa mbunge ikasema SHA shida yake ni waka enumerate yale maneno ambayo ifanye kazi, na kulingana na vile tunafanya kazi kama wabunge, sisi report ikiletwa bunge na tupitisha ya kwamba hii report tumeikubali kama wabunge, ni kamati yetu ya implementation ndio inatakiwa sasa iwasiliane na executive Kenya Kwanza government watekelezee. Huyu ukimuuliza, kwa sababu najua alisoma, ni kwamba kulikuwa na masuala mengi sana hapo ndani tulisema yafanyike mzuri. Jambo la kwanza tulikuwa tumesema ya kwamba Wakenya wengi hawajaelezwa huu mradi unatakiwa ufanye kazi namna gani. Jambo la pili, tuliuliza swali ya ile mitambo inatumika kule, ile ya 104 billion. Si unaikumbuka? No. Kila Mkenya anajua hiyo 104 billion because ni pesa nyingi sana. Kwa hivyo kuna maswali tuliuliza, maswali mengi. Na tukasema ili SHA iweze kufanya kazi vizuri, ni lazima mambo fulani ifanywe. Na ndio tunatarajia sasa serikali itafanya. Lakini ili serikali la Kenya Kwanza imekuwa na serikali ya kuahidi wa Kenya. Tutafanya, tutatenga, tutafanya. Miaka 2.5 imeisha, hatuwezi kwa tunaongea mambo ya tutafanya. Na tulikuwa tunasema tumefanya. Sosiani, unasikia hiyo maneno? Naam. Najua bwana Sosiani anataka kuzungumza. Sosiani, ahidi unatumia dakika 1 tafadhali. Kwa sababu tuna mambo mengi ya kujadili, lazima tusonge mbele. Nafikiri nafaa nijibu huyu ndugu yangu. Tumekongamana na yeye katika space ya media kabla ya kura na baada ya kura, na wakati huo kinara wao alikuwa Raila Odinga, na baada ya kura naona Raila Odinga amebadilisha, ameunganisha mawazo yake na maoni yake na serikali kwa minajili ya Wakenya, na maoni yake ni maoni yake na ninaheshimu, lakini anajaribu kukokota hapa na pale kuangalia 2027. Na kwa hivyo akijaribu kukosoa serikali hapa na pale kwa ajili ya 2027, hapo ndio tunakosa. Hawezi kuona ile indicators mambo ni makosa kosoa serikali. Lakini ni sawa, hiyo ni demokrasia. Hustler Fund kama imekuwa absorbed 8 billion na inakuwa ngumu hata kurejesha, inamaanisha kwamba hiyo 8 billion imechukuliwa na Wakenya. Kwa hivyo tukichukua nafasi ya kuzungumzia absorption rate ya Hustler Fund ambayo iko katika Wizara ya Cooperatives, tutaona kwamba there's a lot of success. Na hata kama ni ngumu kurecover 8 billion kama ni ukweli, na sina data hiyo, lakini ukweli ni kwamba Hustler Fund has been operationalized na iko katika Jamhuri ya Kenya vile iliahidiwa. Kuajiriwa kwa walimu, mimi nimekuwa katika hiyo nafasi ya kupigania kuajiriwa kwa walimu. Hakuna serikali katika dunia imeweza kuajiri idadi 76,000 teachers, na mipangilio ni kuenda mpaka 116. Na mimi nimekuwa katika hii space. Ukiona Sosiona ametosheka, ujue mambo yanaenda vizuri. Kwa hivyo huwezi kuweka 3% mali. Hata serikali ya Jomo Kenyatta, ya Moi, serikali za marais wote hawakuwahi kuajiri walimu kiwango hiki ambao wanalipwa mishahara mzuri ndani ya framework ya Teacher Service Commission. Na hiyo ni kumaanisha kwamba hali ya kutoa elimu ni bora zaidi. Hii madeni, wanasema tumekopa madeni sana. Unajua hii nchi ilikuwa katika debt distress wakati rais mwenyewe alianza kuchukua. Kwa hivyo to remove the country from the debt distress imekuwa kuchukua deni, kulipa deni. Haya, huo ni mjadala ambao tutazamia wakati mwingine. Mambo ya CBC bado tunaendelea na review. Mliona kwamba domiciling grade 7, 8 and 9 ambayo ilikuwa imewekwa kwa secondary schools ilirejeshwa kwa primary kwa minajili ya kuondoa incidental cost. Ile households wangekuwa na fee structures na pia mambo mengi na msigo ya fees. That is a major transformational shift in terms of stabilizing the structure ya education. Na pia zile masomo ambao walikuwa wamewekelea wengi watoto mpaka hata 14 for junior secondary school iliteremushwa mpaka 9. Kwa hivyo review ya CBC to make it work ni kazi ambayo inaendelea. Na hii ya UHC
watu wasitie siasa. Hii sheria ya PHC, primary health care, SHIF na emergency, ile mambo tu inahitajika ni extensive civic education na leadership at the grassroots level, sababu universal health coverage haiwezi kuahirishwa. Kibaki alijaribu akashindwa, Uhuru akajaribu akashindwa. Hatuwezi kutapatapa saa hii bila kuhakikisha kwamba Wakenya wameweza kutipiwa kulingana na hizi sheria zote zimetungwa. Tungependa, asante, shikilia pale bwana Mheshimiwa hapa, naam, umemjibu, angesifu rais kwa kuhakikisha kwamba for the first time emergency and critical illnesses are even covered, including wale wako na dialysis, wagonjwa ambao wako na diabetes, wako na wanafanyiwa dialysis bila kulipwa, mambo ya hata intensive care nursing inapanda from 4,000 this month kufika 28,000 in work in progress. Kuna challenges na tunafaa kugongamana na katika bunge. Bwana Sosiona, habari imefika. Yeye mwenyewe apeleke hoja kwa bunge, alafu washughulikie yale gaps ambayo yako. Atuseme kwamba kila kitu ambayo inafanyika ni 100%. Kuna gaps. Na lazima tuzungumzie hayo gaps na tuhakikishe kwamba kazi yote ya serikali ambayo imepangiliwa imeimarishwa kwa minajili ya Wakenya. Sawa Bwana Sosion, leo unajaribu kuniweza kidogo kwa sababu ya muda, lakini asante, tusonge mbele. Na nafikiri alisema bwana ama mheshimiwa alisema hapo awali kuhusiana na masuala ya emergency, hapo alitaja akasema yeye anafanya kazi vizuri sana, na pia kapeana haki hapo kwa masuala ya walimu. Waswahili wanasema mgala muwe na umpatie haki. Hapo aliwapatia haki. Huyo angekuwa mwalimu mbaya anapatia alama ndogo mwanafunzi. Kama wewe ni mwalimu, patia mtoto alama za haki. Si kwamba mwanafunzi amekaa sana na amefanya kazi vizuri. Tosha Bwana Sosion. Unamnyima alama. Tusonge mbele Bwana Sosion. Asante, tusonge mbele. Wacha nije kwako Mheshimiwa Makali Mulu. Na sasa tunazungumzia kile ambacho mwananchi anataka ni maendeleo katika haya mambo yote. Na sasa tunaweza kuzungumzia masuala serikali jumuishi ipo, na hata juzi basi utendakazi mpya umetiwa sahihi kati ya Rais Daktari William Ruto na kinara wa Azimio ama ODM Raila Odinga. Na kabla nikuulize swali langu, katika baada ya Raila kupoteza kiti cha wenyekiti wa AUC, nitakunukuu katika chombo kimoja cha habari ambapo alisema kwamba Raila anahitajika katika serikali. Kwa Kiingereza, you said Raila needs to be in government, he needs to sit in the executive and allow Kenyans to benefit from his many years of experience. Mimi kama nimekunukuu vizuri? Na hiyo si yangu hiyo. Hiyo sio yako. Nilisema aende nyumbani. Nilisema aende nyumbani. Wakati wake umeisha. Haya, turejee hapa basi na tuangalie kwa sasa ameingia katika makubaliano pamoja na Rais Daktari William Ruto, cooperation deal wanaita vile. Watende kazi na kuna mambo 10 ambayo walikubaliana kwamba wanafaa kuyatekeleza kuhakikisha kwamba Kenya imesonga mbele. Msimamo wako ni upi kuhusiana na Raila kufanya kazi na Rais Daktari William Ruto? Mimi sina shida na Raila kufanya kazi na Mheshimiwa Ruto kwa sababu hiyo ni demokrasia. Yeye kama mwananchi wa nchi ya Kenya na kiongozi ana uhuru wa kuchagua atafanya kazi na nani. Ile shida niko naye na Mheshimiwa Raila ni kutaka kuonyesha Wakenya sisi ni wajinga na toelewe ile wanafanya na Mheshimiwa Ruto. Kivipi? Jambo la kwanza, hii kitu aliweka sahihi ya 10 points. Ukiangalia hizo 10 points, ile point moja hapo ambayo serikali haisifanya bila Raila ni point number 1, implementation of NATCO report. Hizo zingine zote ziko kwa katiba na Kenya Kwanza ina uhuru wa kufanya, wawe na Raila, wawe hawana Raila. Lakini wanataka kujificha nyuma ya hiyo vitu, waonyeshe kama kuna kitu anasaidia wa Kenya. Hii mambo ameweka sahihi ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni siasa ya 2027. Jambo la pili ni mambo ya mtu binafsi, kujivaidi kimtu. Na jambo la tatu ni political conmanship. Sisi wa Kenya tumerefuka. Lakini iko katika yale mambo 10. Hiyo sasa ndio unaona hii 10, hebu tuchukue kwa mfano. Ukisema nataka kusaidia vijana, ati hiyo 10 points, one of them ni empowerment of the youth. Naam. Ukienda kwa katiba yetu kuna mambo ya marginalization. Don't marginalize anybody, women, youth. Ukienda kwa katiba yetu kuna mambo ya chapter 12 public finance management. Resources should be shared equitably. Kwa hivyo kila mtu ahusishwe. Chukua mambo ya public debt. Ukienda kwa Public Finance Management Act,
imesemekana vizuri deni letu la kitaifa inatakiwa imanenjiwe namna gani. Chukua hizo tu, wewe toa number 1. Hizo zingine zote ni vitu tunaweza fanya. Kwa hivyo tunasema kwanza kuambia wa Kenya yale mambo tunayajua ingefanywa na Kenya Kwanza kama Raila awe huko ni kudanganya sisi. Na ndio tunaita conmanship. Sisi wa Kenya tumerefuka. Waambie wa Kenya tu sisi tunapanga siasa yetu ya 2027 na tunapanga vile sisi mtu binafsi atafaidi. Labda pale tunikukate kidogo tu nani kabla hata ya masuala hii tunaita handshake kwa sasa tuliona rais bado akishirikisha mawaziri kutoka upande wa Raila Odinga. Tuko na waziri John Mbadi upande wa treasury, tuko na Opiyo Wandayi, ndio wako wanne ulivyotaja kuletwa kwa watano kuletwa kwao katika serikali kutenda kazi katika serikali ya Kenya Kwanza, serikali ambayo pia iko na sera ambazo nyingi yazo labda wao walizipinga. Tangu kuja kwao unaweza kusema ni kipi ambacho tunapiga hatua katika masuala ya maendeleo, ama ilikuwa labda ni kosa kubwa kuwashirikisha hawa ambao nitawaita wapinzani katika serikali ya Kenya Kwanza? Mimi singependa kusema ni kosa, kwa sababu ni wa Kenya na wataweza fanya kazi kwa serikali. Ile ningependa kusema ni hivi, unaona sasa hao watu wameingia serikali na ukiangalia hawa maofficers, mmoja alikuwa chairman wa ODM, mwingine alikuwa deputy party leader, wawili walikuwa deputy party leader, na mwingine alikuwa director of elections. Hao waine wacha ile mama wa Turkana, huyo alikuwa I think women league. Na wakitoka wakienda tunaongezea na kuchukua waheshimiwa wa ODM Kenya, tunawapatia kamati za mbunge sisi zatakiwa siwe simamiwa na wale wengi mbungeni, na sisi tumekubali sio wengi mbungeni. Kwa hivyo unaona hii tunasema hii ni confusion. Unaona tunaambiwa ya kwamba hii chama yetu kubwa inaitwa ya ODM na huyu alikuwa huko wakati mmoja, wanataka kudanganya wa Kenya sisi hatuko serikali, hadi tuko nje. Yani mguu mmoja iko serikali na mguu mwingine iko kwa minority. Wewe angalia hii confusion. That's what I'm saying. Hii mimi kama Mkenya na mtu mwenye nimeenda shule, nafikiria si mjinga niweze kupelekwa hiyo level ya kwamba unataka kutuambia wewe uko ndani ya serikali na watu wako wako huko, na unataka kutuambia ni wewe utakuwa macho ya mwananchi kwa serikali. Unaona? Kwa hivyo Kenyans have a reason to be very worried. Kenyans, because hii watu wamechukua unataka Public Accounts Committee ile inachunguza mahesabu ya serikali imepewa mwana ODM. Treasury, yani ile hazina kuu ya serikali iko na mwana ODM. Wanakutana kwa kikao, mmoja anaambia mwingine wewe umekosa, na mwingine anasema msingi kosa, na jioni wanaenda kunywa chai pamoja wakiongea mambo ya ODM. Wajinga waliisha Kenya. Na bwana mheshimiwa Makali Mulu, unapozungumza hivyo kabla mlete bwana Sosion, na umetaja mambo mengi tu, umesema uweze kukosoa kwamba hao mawaziri waletwa katika serikali na upande wa Raila Odinga, iweje kwamba una tatizo labda na wao kuwepo pale ndani, mbona una tatizo na Raila kufanya kazi basi na rais? Ile mimi simekwambia sina tatizo na Raila kufanya kazi na Raila. Nimesema ile tatizo niko nayo na Raila kufanya kazi na Ruto. Sisi tumempea blessings afanye kazi na Ruto. Lakini basi asiseme yeye ndiye anafanya kazi na Ruto na yuko kwa chama yake haiko kwa serikali. Hiyo ndio tunasema. Akubali ameingia kwa serikali na chama yake imeingia kwa serikali, aachie wale wengine, aachie Wiper, aachie Jubilee, aachie DF Kenya wafanye kazi ya minority. Sisi ndio macho ya wananchi sasa kwa serikali. Huwezi kuwa uko ndani na uko nje. You are either in or you are out. Kwa hivyo mnataka tu atangaze msimamo kwamba wako kwa serikali. Hiyo hatuna shida nayo. Tunawangojea 2027. Wiper mmesema ninyi hamuingii. Sisi tulikataa kitambo. Kwa nini? Tutaingia serikali inaanguka namna gani? Serikali isaidii wa Kenya. Utaingia namna gani wewe? Wacha nimlete bwana Sosion katika hilo. Bwana Sosion unasemaje katika masuala haya? Namhurumia mheshimiwa hapa sana, sababu anakasana juu ya migogoro ya siasa yao ndani ya Azimio, sababu kinara yao ameamua na chama chake kushirikiana na rais kwa minajili ya Wakenya. Na Raila Odinga sio mtoto kwa siasa. Historia yake ni kubwa. Na hii kushirikiana na rais hajafanya kwa siri. Wakati wa kuzindua ripoti ya NADCO katika KICC, tuliwaona viongozi wa
vyama vikuu vyote, akiweko kinara wake. Anafikiri akizungumza hapa anazungumza kwa niaba ya kinara yake. Kuna yale ambayo hajakubaliana na, kwa hivyo waseme kwa wazi ni nini hawajakubaliana. Na katika KICC rais mwenyewe alisema, nafungua mlango ya serikali yangu ni walete wote ndio waweze kunisaidia kutimiza yale niliyawaahidi wa Kenya. Hayo ni maneno ya rais. na Raila Odinga yeye ameweza kugongamana na chama chake. Na mliona hiyo agreement is a political agreement. Ilitiwa sahihi kati ya vyama viwili, ODM na UDA. Na rais hakuwa anataja tu kuwaleta wale wote wengine kimsaha. Hata Wiper wangetaka pia nafasi ilikuwa hapo. Kwa hivyo rais kushirikiana na Raila Odinga kuweza kutuliza mambo ya siasa na kuangazia political goodwill ya hao wote ya kuweza kuwasaidia wa Kenya na kuendesha maendeleo ya Kenya ni ya manufaa kwa wa Kenya. Amesema muhitaji Raila kutekeleza yale ambayo mliahidi kama serikali. Hapana, Raila si mtoto. Raila ni mzee mkongwe, ni mwanasiasa shupavu katika nchi hii na nje ya nchi, na sio mtu ya kudanganywa, na amesema, ametaja mara mingi na Raila sio mgeni kwetu, sio mgeni pia kwa rais. Najua huyu ajui 2007 ni William Ruto mwenyewe alilimleta rais Raila tukamtembeza Rift Valley ndio tumsaidie kuwa rais. Kwa hivyo kuna ushirikiano ambao ile tunawajua, hata Kalonzo tulimtembeza. Kwa hivyo hao ni viongozi wa Kenya tunawajua, na ikifika wakati viongozi washirikiane ndio tuweze kubadilisha nchi. Kuna makosa gani? Na viongozi wenyewe Raila Odinga na William Ruto wamesema tuachane na maneno ya siasa ya 2027, tuangalie maslahi ya nchi. Hiyo ni statesmanship. Lakini pia katika hii mikutano utasikia siasa za mwaka 2027 zikitajwa. Mambo ya statesmanship ikitajwa, na ikifika mambo ya 2027 pia Raila na William Ruto wako na right kupanga mambo ya 2027. Yes, hiyo haina shida. Lakini kwa sasa mambo ya 2027 haipo kwa meza. Yale mambo ni ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba uchumi nafanya haki ipo kwa Wakenya wote, na yale rais aliahidi katika manifesto, katika hiyo better inakuwa implemented for the good of Kenyans. Na Makale na marafiki zake wako na uhuru kukaa kando kama hawataki kuingia kwa broad base na kukosoa serikali, na pia wako na uhuru kujipanga for 2027, sababu 2027 itafika na siasa ya 2027 itapigwa hiyo wakati ikifika. Lakini kwa sasa mimi najua rais ako na ari na moyo na roho ya kuhakikisha kwamba yale amewaahidi wa Kenya imetekelezwa, na Raila Odinga amesema watasaidiana pamoja, na tunaendelea kuhakikisha kwamba manifesto ile ipo mbele ya wananchi wa Kenya inatekelezwa katika viwango vyote. Naomba usiongeze kwa sababu ya muda. Mheshimiwa Makali Mulu, kwa dakika moja tu kabla tusikie mwananchi anasemaje. Ulisema kwamba point moja tu ndo rais anahitaji Raila ili kutekeleza zile agenda ama kutekeleza agenda zingine, na hiyo ni point ya NADCO report ambayo ni point ile ya kwanza. Na katika ile NADCO report kuna afisi ya waziri mkuu kubuniwa na manaibu, lakini pia kuna official opposition leader. Ilivyo kwa sasa ni nafasi ambayo haiko kwa katiba. Na umesema hapo mwanzoni kwamba ingelikuwa vizuri Raila atangaza kwamba yuko kwa serikali, itakuwa sawa. Mahali ambapo unaketi kama mjumbe, ipo haja ya kuwa na afisi rasmi ya kiongozi wa upinzani katika taifa la Kenya. Unajua ile kwamba ikifanyika ni kwamba tunapomaliza uchaguzi
kawaida yule anaingia kwa serikali, anaunda serikali yake, wale wengine wote wamepoteza, wanakaa nje. Nafikiria wakati tulipokuwa tukizungumza after the demonstrations, ilionekana ingekuwa vizuri kama hata wale wamepoteza wangekuwa na njia ya kuangalia serikali wakiwa na maofisi ya serikali, na ndio NATCO report ikaingia. Kwa hivyo mimi kama tungekuwa na hiyo NATCO report vile naona, hii maneno ya Mheshimiwa Raila kuingia serikali mlango ya nyuma kila wakati, na inafanya na kama mbaya sana demokrasia yetu. Unajua kwa nini? Mkienda uchaguzi, kama mmepoteza uchaguzi, kazi yenu ni kukaa kwa minority ndio muangalie serikali inafanya kazi namna gani, sio kuingia kwa serikali. Na sisi unashangaa anapoongea ati kila mtu aingie kwa serikali. Tutakuwa na demokrasia ina gani? Sisi kama Wakenya tunatakiwa tuhakikishe kwamba demokrasia yetu imekuwa. Sasa unaposema kila mtu aingie serikali, Wakenya wenyewe ndio wataumia, kwa sababu sasa hii imekuwa ni mtindo wa viongozi kujali maslahi yao na kutojali maslahi ya Wanakenya. Kwa hivyo ipo haja kutekeleza NATCO report. NATCO report ya kwamba ndio mtu akiwa opposition apewe taxpayers money, angalie serikali bila kuenda mlango ya nyuma kuanza kupata maboda. Inaitwa aje machopo kidogo na huko nyuma. Aya, shikilia pale. Naomba tuno upande wa pili wa studio tupokee simu kama 3. Mwenzangu Rashid Mwamkono tutavalie hivi kama anaweza kupata simu chache. Hello Zinga. Na naomba pia mwelekezi wangu tafadhali kama anaweza kupata sauti. Asante. Habari ya asubuhi. Nzuri. Masoka naongea tu Keroka Kisii. Mimi swali langu nauliza wa Tusioni na huyu mpara mwingine. Yenyewe kuhusu Raila kuingia kwa serikali, Raila kwa kifo yangu aliingia kwa sababu kwa Kenya. Na kukusa pamoja kushirikiana tusaidie Kenya sio vibaya, lakini akiwa ametoka kwa serikali, yani ametoka ODM hapo kwa serikali, ODM hawajui wengine. Okay. Zinga. Hello KBC. Yes. Mbinda ujumba hapa Kikuyu. Hii swali langu nimesikia Sosiona akisema tuko na miwa mingi hapa Kenya, tuimport sukari huko nje. Na shida yetu ilikuwa kama mwananchi hata vitu kwa bei rahisi angalau maisha ishuke chini. Lakini sasa hivi ukienda kwa duka utapata unga juzi imekuwa sijui 115, sasa hii ikakuja 130, sasa iko 145. Sukari ndio bado inapanda bei. Sasa akisema sukari iko Kenya ni nyingi, sasa hatuwezi import, hatumi. Anamaanisha aje na vitu ndio hizi vitanapandisha pole pole ndio Kenya anaendelea kuumia. Hiyo ndio kutengeneza maisha ya raia hapa ni kuumia. Asante. Hello Zinga. Naam, Rashid, dakika moja tu, labda niruhusu nikukatize kidogo upande wa televisheni tuelekee Ikulu, ambapo kuna shughuli ambayo inaendelea pale State House. Kwa hivyo upande wa televisheni tutakuwa tunaelekea Ikulu, lakini tunaendelea na upande wa redio kwa dakika 5 ambazo zimesalia. Kwa hivyo wenzangu upande wa televisheni na ruhusu basi kuelekea moja kwa moja hadi Ikulu tunapoendelea na redio. Rashid, simu 2. Hello Zinga. Hello Zinga. Hello Zinga za asubuhi. Ni Mbote Barara. Nauliza sasa minority na ni nani? Kwa maana huyo ameingia kwa serikali. Okay. Hello Zinga. Asidi. Amjambo studio. Jambo mingi. Na mgeni huyu anaitwa Mulu. Nauliza hivi. Huu muungano wa Raila na Ruto, hauoni kana kwamba Raila unajua akikaribishwa pale, unajua aliondoa mpaka wakati alikaribishwa pale aliondoa wengine, anakuwa yeye ni kama ndiye anatumika kwa serikali, jina lake ndio linatajwa. Right. Shukran Rashid.